Dakika ni 3 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekualika katika kipindi hiki cha Mambo Leo, langu jina ni Salome Mlai. Makinika nami wasahuni napoanza hadi pale nitakapofika tamati ya kipindi hiki, na moja kwa moja nianze sasa kwa kukusogezea vichwa vya habari vinavyo trendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Mashindano ya CAF yanakaribia kuanza. Yanga, Simba na Azam FC kusubiri kujua wapinzani Afrika Agosti 6 ni miongoni mwa kichwa cha habari ambacho kina trendi huko kwenye mitandao. Klabu ya Simba imeadhimisha miaka 90 kwa uzinduzi wa jezi mpya na Simba Day kwa mwaka 2026. Yanga wameanza maandalizi ya msimu mpya kwa lengo la kutawala ligi na Afrika tena. Ligi ya mashabiki wa Kariakoo waanza vita ya maneno. Mashabiki waanza vita ya maneno kabla ya dabi ya ngao ya jamii itakayofanyika pale Zanzibari. Ligi ya Tanzania yaendelea kuvutia wachezaji na makocha kutoka Afrika Kusini. Hivi ni baadhi ya vichwa vya habari ambavyo vimepewa uzito huko, vinavyo trendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Naam, na tukigeukia pale Ulaya, dirisha la usajili la pamba moto, vilabu vikubwa vyaendelea kuwania nyota wapya. Manchester United yaongeza kasi katika mbio za kumsajili Lewis Hall. Ni kichwa kingine cha habari ambacho kina trend huko kwenye mitandao. Pre-season yazidi kupamba moto huku vilabu vikikamilisha vikosi kabla ya msimu mpya. Vilabu vinapambana kweli kweli kutaka kuboresha vikosi vyao kabla ya msimu kuanza. Sawa, kichwa kingine cha habari kinacho trendi ni pamoja na ligi kuu za Ulaya ziko tayari kurejea. Mashabiki wasubiri msimu wa mwaka 2026-2027 kwa hamu. Mvutano wafukuta FIFA baada ya ukosoaji wa uongozi wa Gianni Infantino. Ni baadhi ya vichwa vya habari ambavyo vina trendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, endelea kushusha maoni yako hapo. Na sisi wengine tutapata kujifunza kupitia hayo bwana, maana malalamiko yamekuwa mengi jamani kwa klabu ya Simba. Mashabiki wamekuwa wakilalamika kuhusiana na usajili, vile wamekuwa wakilalamika kuhusiana na uongozi. Sasa mimi niko hapa leo tujadiliane ni kipi kifanyike ili hayo malalamiko yaweze kupungua, kama sio kupungua basi yaweze kuisha kabisa. YouTube hapo swali la leo linasema tatizo kubwa la Simba kwa sasa ni lipi? Ni uongozi na maamuzi, ni ubora wa wachezaji, ni bajeti na uwekezaji, au ni mfumo wa kocha? Piga kura yako hapo. Mwisho wa kipindi nitapita na majibu. Tugeukie sasa katika kile kipengele cha uchambuzi wa mechi, tukiangazia mechi ambazo tayari zimeshachezwa. Tukianza klabu ya Al Hilal ya Sudan pamoja na Rayon Sports ya Rwanda. Hii ilikuwa ni moja ya mechi zilizokuwa na mvuto mkubwa kwa sababu zilikutanisha nguvu mbili za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, kila mmoja akitaka kuonekana bora kwa nafasi yake. Tukianza kuichambua klabu ya Al Hilal, klabu hii ilionekana kuingia kwenye mashindano ikiwa na uzoefu mkubwa wa mashindano ya kimataifa, na uwezo wao mkubwa ni kucheza kwa nidhamu, kutumia nguvu za viungo na kushambulia kwa kasi. Changamoto kubwa imekuwa ni kuendana haraka na mazingira ya mashindano baada ya mabadiliko ya kikosi. Hii ni klabu ya Al Hilal. Uwezo wao mkubwa, wanacheza kwa nidhamu, wana nidhamu ya hali ya juu na vile wanatumia nguvu na kushambulia kwa kasi. Tukigeukia klabu ya Rayon Sports wakiwa wenyeji,
walikuwa na faida ya mazingira na sapoti ya mashabiki, na wanajulikana kwa mpira wa pasi nyingi na kujenga mashambulizi kutoka chini. Kwa hiyo mechi hii, mechi ya Rayon na Al Hilal ilionyesha kuwa Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu ina ushindani mkubwa, kwani timu za Sudani, Rwanda na Tanzania zilipeleka vikosi vyenye malengo makubwa. Imekuwa ikionekana hivyo. Tukigeukia klabu ya Tusker FC ya pale nchini Kenya pamoja na KVZ ya Zanzibar, Tusker hawa walionekana kuwa na ubora zaidi kwenye uzoefu wa mashindano ya kikanda, na mfumo wao unategemea zaidi mpangilio wa ulinzi na mashambulizi ya kushtukiza. Hao ni Tusker. Wanaonekana ni bora bwana. Kikanda wako vizuri Tusker. Hongereni. Tukigeukia KVZ ya pale Zanzibari, KVZ hawa walikuja kama timu inayotaka kujionyesha kwenye jukwaa, kwenye jukwaa kubwa, na changamoto yao kubwa ilikuwa ni kushindana na kasi na nguvu ya timu zenye uzoefu zaidi. Mambo yaliyojitokeza ni kwamba tofauti ya uzoefu wa mashindano ya kimataifa ilikuwa eneo muhimu, na timu ndogo zimeonyesha kuwa haziji kushiriki tu, bali zimekuja kwa ajili ya kupambana. Timu ndogo haziji kwa ajili ya kushiriki, bali zimekuja kwa ajili ya kupambana, na walipambana kadri ya uwezo wao, lakini matokeo yaliamua. Tukigeukia Jamusi FC pamoja na Mogadishu, hii ilikuwa ni mechi muhimu kwenye kundi lililokuwa na timu za Tanzania. Tukianza na Jamusi, ni timu yenye nguvu ya mwili na mchezo wa moja kwa moja. Wanategemea zaidi mipira mirefu na mipira iliyokufa. Hao ni Jamusi. Tukigeukia klabu ya Mogadishu City, hawa walionyesha uwezo wa kupambana licha ya kutokuwa na historia kubwa kama Simba na Singida. Matokeo ya mechi kama ya Mogadishu na Jamusi ni kama yanaweza kuamua nafasi ya pili bora, kwa sababu mfumo wa mashindano unaruhusu timu bora za pili kufuzu nusu fainali. Tukigeukia sasa kwa nchi ambazo kwa timu ambazo zilitoka hapa nchini kwetu Tanzania kwenda kutuwakilisha kule, hali ya Simba Sports Club pamoja na Singida Black Stars. Tanzania ina macho yake kwa timu hizi. Tukianza na klabu ya Simba, Simba ni moja ya klabu ni timu zenye historia kubwa zaidi Kagame Cup, na ikiwa imewahi kutoa taji mara 6. Kurudi kwao kwenye mashindano haya kumeongeza presha ya kufanya vizuri. Presha ya kufanya vizuri kwa sababu tayari wana historia ya kuibuka washindi, kwa hiyo lazima wapambane ili kuweza kufanya vizuri. Tukigeukia klabu ya Singida, wakiwa mabingwa watetezi, wameingia wakiwa na mzigo wa kulinda heshima ya Tanzania. Na mechi yao dhidi ya Simba ilikuwa ni moja ya mapambano yaliyosubiriwa zaidi kutokana na kuwa ni vita ya ndani ya Tanzania kwenye jukwaa la kikanda. Kwa hiyo tathmini kwa ujumla, baada ya hiki kipindi na timu zilizoonyesha ukomavu zaidi baada ya kipindi hiki cha Sekafa, Simba Sports Club, Singida Black Stars, Al Hilal pamoja na APR FC. Timu ambazo zinahitaji kuongeza kasi kulingana na mechi ambazo zimecheza ni KVZ, Jamusi pamoja na Mogadishu City. Kitu ambacho kinachobeba haya mashindano ni ushindani. Ushindani umeongezeka kwa sababu timu nyingi zinajiandaa kwa mashindano ya CAF msimu mpya, na hakuna timu inayoweza kupuuzwa mapema, maana lolote linaweza likatokea bwana. Kama hivyo timu ndogo zimeshiriki, zimeonesha ubabe wao, zimeonesha uzuri wao, kwa hiyo sio vizuri kuzikatia tamaa mapema, zinaendelea kupambana. Wameonesha ubora wao, kwa hiyo na imani kwamba kutokana na yale waliojifunza, yaliyotokea kule, watakuwa wamejifunza kitu na wataendelea kujiboresha zaidi. Kipindi hewani
ni mambo leo. Nikukumbusha msikilizaji wa Imbanasi Radio, kwenye lile lisaa la pili nitakusogezea habari, na miongoni mwa habari nitakazo kusogezea ni pamoja na Yanga wanatarajia kumtambulisha Peter Shalulile leo saa 5 kamili usiku. Haya, kuna habari nyingine inasema Simba watacheza mechi ya kirafiki kesho dhidi ya Al-Merrikh ya Sudani. Wale wazee wa kutathmini, mkaangalia uko wachezaji wenu waliosajiliwa wanafanya vyema vile mnavyotarajia. Kwa hiyo Simba, klabu ya Simba pia imealika timu kutoka pale Kenya kwa ajili ya kucheza nao Simba Day, na vile vile wamepania dabi dhidi ya Young Africans. Farid Musa amejiunga na klabu ya Coastal Union. Habari hizi na nyingine nitakusogezea pale kwenye lisaa la pili la mambo leo. Nikipita na ujumbe wake Jafet, anasema dada yangu, habari za asubuhi uko Tanzania, sisi tuko Kenya. Habari za huku ni njema kabisa Jafet. Nimefurahi kuona ujumbe wako. Kenya mwasemaje? Sawa, YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa. Na swali la YouTube linauliza kwamba tatizo kubwa la Simba kwa sasa ni lipi? Je, ni uongozi na maamuzi, ni ubora na wachezaji, ni budget na uwekezaji, au ni mfumo wa kocha? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi basi tutapita na majibu. Tutaona wengi wanaamini tatizo kubwa lililoko katika klabu ya Simba ni tatizo lipi. James Yal anasema na kupata vizuri, niko Chalinze Tanzania. Asante sana kutoka pale Chalinze. Dakika ni 15 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.